Na mwenye wanasema kwamba mafanikio ni kupata unachotaka, lakini furaha ni kutaka unachopata. Karibu, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 13 mwezi Mei mwaka 2025. Hizi ni taarifa za Holistic TV. Kuna mengi tuliyokuandalia kutoka meza ya habari, nikiwa na watangazaji wenza ambao wamekita kambi maeneo tofauti, akiwemo Vincent Musongo na vile vile Hastings Ayera. Karibu, langu jina ni Inshemela Samuel Ngovilo. Gavana wa gatuzi la Kakamega Mheshimiwa Fernandes Barasa anaweza kusifiwa na wakazi wa gatuzi hilo kutokana na uongozi wake bora na pia maendeleo ambayo anaweza kuyafanya na kuwafikia wale wakazi kule mashinani. Hili limeweza kudhihirishwa na pia tuwe kwa mchapakazi, ambapo anahakisha kwamba anayaleta maendeleo katika jamii na pia kuhakikisha kwamba angalau wale wakazi wanaweza kufurahia matunda ya uongozi ambao waliweza kuchagua, matunda ya uongozi ambao waliweza kuweka miaka miwili iliyopita. Hayo yanaendelea kujiri na pia hayo yanaendelea kufanyika kutokana tu na uongozi wa gavana mchapakazi ambaye ni Mheshimiwa Fernandes Barasa. Pia wakazi wanatarajia makubwa zaidi kutoka kwake, wakiwa na uhakika kwamba yule gavana atakisha kwamba anatekeleza tu wajibu wake kama kiongozi na pia kuleta maendeleo na kufika kila sekta na pia kuimarisha kila idara na kila kitu kinakuwa sawa sawa kabisa. Tukianzia gatuzi la Bungoma ni kwamba takriban watu 10 wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Sirisia kwa madai ya kula chakula chenye sumu. Msimamizi wa hospitali ya kaunti ndogo ya Sirisia, Edith Wafula, alisema kwamba 10 hao walikimbizwa katika kituo hicho baada ya kula kumbi. Msimamizi huyo pia aliongezea kuwa waliolazwa walalamikia maumivu ya tumbo, kuhara na udhaifu wa jumla wa mwili, dalili zote zikiashiria uwezekano wa sumu. Watu walioathiriwa waliripotiwa kutumia kumbi walionunuliwa kutoka kwa mchuuzi wa eneo hilo katika soko la Sirisia, ambao baadaye walithibitishwa kuwa na sumu. Wakazi wametakiwa kuwa waangalifu ili kuhakikisha usalama wa chakula kabla ya matumizi yake. Na baada ya mahakama kutupilia mbali kuondolewa mamlakani kwa aliyekuwa naibu wa rais Gachagua, bila shaka chama cha Farmers kimetangaza maandamano kuelekea katika afisi za naibu wa rais pale mtaa wa Karen jijini Nairobi. Hayo yakijiri ni kwamba chama hicho kiliweza kujiondoa chini ya mwavuli wa Kenya Kwanza. Mwanahabari wetu Hastings Ayera anatuarifu zaidi kuhusiana na maandamano yaliyopangwa kufanywa na chama cha Farmers kinachoongozwa na aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu. Chama cha Farmers kimetangaza mpango wa kufanya maandamano kuelekea makazi rasmi ya naibu rais katika eneo la Karen, Nairobi siku ya Jumanne, wakilenga kumrejesha Rigathi Gachagua kama naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Hatua hii inafuatia uamuzi wa mahakama ya rufaa kufuta uamuzi wa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu wa mwezi Oktoba mwaka 2024 aliyeunda jopo la majaji watatu kusikiliza kesi ya kupinga kuondolewa kwa Gachagua mamlakani mapema mwezi huo. Chama hicho cha Farmers ambacho mwezi uliopita kilijiondoa katika muungano wa Kenya Kwanza unaoongozwa na Rais William Ruto kimeandika barua kwa Inspector General wa polisi Douglas Kanja kuomba ulinzi wakati wa maandamano hayo yaliyopangwa. Aidha, wandani wa chama hiki wamedai kwamba nia yao ni kutetea utawala wa sheria na kulinda mamlaka ya wananchi wa Kenya waliomchagua Gachagua kama mgombea mwenza wa Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kupitia mchakato wa kidemokrasia. Nikiripotia Holistic TV kutoka Nairobi, jina langu ni Hastings Ayera. Na tukisonga mbele ni kwamba kampuni ya usambazaji umeme nchini Kenya Power imetangaza kuwa baadhi ya sehemu za nje zitakumbwa na ukosefu wa nguvu za umeme siku ya Jumanne kutokana na marekebisho yaliyopangwa kufanyika. Katika taarifa yake, usambazaji wa umeme ulisema kuwa usumbufu huo utaanza kutoka mida ya saa 3 asubuhi hadi pale saa 11 jioni. Jijini Nairobi, maeneo ya Githurai 45 na Nairobi West yataathirika zaidi, huku kaunti za Nandi, Kisumu, Bungoma, Nyeri, Laikipia na Kilifi zikikumbwa na tatizo sawa na hilo. Na baada ya kuwepo na visa vingi vya unyanyasaji wa kijinsia, Jaji Mkuu Martha Koome ameweza kutoa wito kwa Wakenya na pia jamii kiujumla kuweza kusaidia angalau kukabili swala hilo. Mwanahabari wetu Vincent Musongo anatuarifu zaidi kuhusiana na wito huo wa rais wa mahakama ya upeo Martha Koome.
Jaji Mkuu Martha Koome ametoa wito kwa Wakenya kusaidia idara ya mahakama kushughulikia kesi zinazoongezeka na unyanyasaji wa kijinsia almaarufu SGBV nchini Kenya. Rais huyo wa mahakama amesema swala la SGBV linaweza tu kukabiliwa na juhudi za pamoja kutoka kwa Wakenya na mashirika husika ya serikali. Kulingana na Koome, mahakama inafanya kazi kwa bidii ili kuweka misingi inayolenga kushughulikia unyanyasaji wa kijinsia kupitia mpango maalum wa mahakama. Akizungumza mjini Kisumu ambapo alizindua mahakama, Koome alibainisha kuwa Kisumu iliorodheshwa kama mojawapo ya maeneo yanayoshuhudiwa na unyanyasaji wa kijinsia, na vita hivyo basi vinaweza kukabiliwa tu kwa uungwaji mkono kutoka kwa wanajamii. Jaji mkuu aidha alisema kuwa SGBV ni tatizo la kijamii, kwa hivyo mahakama lazima tu ipate usaidizi kutoka kwa jamii ili kushughulikia swala hilo. Hata hivyo, Koome alibainisha kuwa haki kwa makundi ya wanyonge ambao haki zao zimekiukwa sio tu lazima ipatikane ndani ya mahakama, bali pia jamii inaweza kusaidia kukabili swala hilo. Nikiripotia Holistic TV kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Vincent Musungu. Na basi baada ya taarifa yake Vincent Musungu ndio inayotukamilishia taarifa zetu za Holistic TV. Kumbuka, hichi ndicho kituo bora zaidi chenye matukio na matokeo, tunakujuza, kupasha na kuarifu yote yanayojiri humu nchini, Afrika Mashariki, Afrika na vile vile kimataifa kwa jumla. Na kama hivyo ada, hatukupi porojo bali tunakupa taarifa zilizofasaha na tendete. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi nasema shukrani, tukutane hapo baadaye kwa haya na mengineo zaidi. Nimekuwa wako msomaji Inshamela Samuel Ngovilo. Niweke pale pe moyoni na siku zote fahamu kuwa kila mara kujiamini na bidii kunaleta mafanikio. Kwa wakati mwema, ni kwa heri. This is Holistic TV, kituo cha ukamilifu, maisha kamili.